World Cup ya 2026 itakapotamatika, hakuna mtu ambaye ataweza kulisahau jina la Cape Verde. Watu wengi tulikuwa tunajiuliza kwa nini Cape Verde hajaingia kwenye mashindano ya AFCON ya 2026, hakushiriki. Hivyo akawa amepata muda mwingi sana wa kujipanga kujiandaa kwa ajili ya World Cup, na amekuja kufanya season ya historia kwenye nchi yao. Unaweza kuona kipa wao kwa kiasi fulani hivi ameweza kubadilisha maisha yake, na amekuwa na mashabiki wengi wakimfollow kwenye upande wake Instagram. Ukiachana na hiyo, Cape Verde kama timu imeandika historia mpya ndani ya World Cup. Kwa mara yao ya kwanza wanashiriki mashindano haya ya World Cup na wamefika hatua ya 32 bora. Sio kama katolewa kinyonge, hapana, kuna kitu ambacho amekifanya. Na bingwa mtetezi baada ya ile mechi kumalizika, nafikiri alienda kulala na viatu. Sio kwa ule mpira ambao Cape Verde ameupiga. Watu wengi watajua kwamba ataenda ta sit back na atasubiria chance labda waende kwenye hatua za mapenati, lakini hivyo sivyo ilivyokuwa, na badala yake waliamua kupishana na Argentina, na wakati wanakuja kushambulia wanaongeza idadi ya wachezaji wengi. Amefanya hivyo kwenye game ya Spain na hiyo game ilimalizika kwa 0-0. Akaja akafanya leo tena dhidi ya Argentina, japo wamepoteza, lakini to me naweza nikasema wamekuwa na top performance kwenye hii game. Kusema kweli, kulikuwa hakuna mtu ambaye anatarajia kwamba Cape Verde kwenye hii World Cup 2026 atakuja kutoa performance kama hiyo. Kwa hiyo mimi nafikiri wanahitaji pongezi sana. Kusema kweli, wamejitahidi. All the best. Kama watafuzu tena World Cup ijayo au la, lakini ni all the best. Wamecheza vizuri sana hii World Cup 2026.